ya kupongezwa Mangungu mimi nilikuwepo. Umenielewa? Ile clip inatengenezwa, mimi niliwauliza tunatengeneza hii clip kwa maslahi gani? Wakanambia tutapata kiasi fulani. Mimi nikamwambia tutafanikiwa kupata hichi kiasi, lakini je, mashabiki waliokuwa mtaani tutawatendea haki? Mimi nikajitoa kwenye clip. Lakini waliokuwepo kwenye clip wameonekana wanasema Mangungu apepewe. Mangungu apepewe kwa kipi? Unajua tunapozungumzia anguko la Simba pamoja nao pia machawa, ifiki wakati tuseme kweli. Machawa ambao ni wakina nani hao? Wote wanaonekana kwenye klipu. Mimi nawataja wazi wazi kwa maslahi mapana ya Simba. Alikuwepo Dr. Mo, ni chawa. Alikuwepo GB, ni chawa. Alikuwa mchungaji wa Simba, ni chawa. Alikuwepo Pasi Milioni, ni chawa. Of course. Unaposema Mangungu apepewe kwa kigezo gani? Unajua huyu Dr. Mo na wenzake wakina Mnandi walikuwa nini chawa? Nisikiliza vizuri. Walisema kwamba Mangungu hafai. Hawa ndio walituaminisha kwamba Mangungu wanatuumiza. Imekuwaje leo hii wanageuka wanasema Mangungu mitano tena? Wanasema Mangungu apepewe. Kwa kipi? Unajua usajili bora labda. Unajua tuwe wa kweli. Mimi nikwambie wazi wazi. Umenielewa? Mimi na wao ujue katika wale ambao watu waliochaguliwa wapo 11 kama sio 12 wameitwa na huyu mwenyekiti ili wamsifie. Kwa sababu mwenyekiti sasa hivi kaona upepo mbaya. Kaona safari hii watu wamuhitaji na kweli anang'oka. Umenielewa? Lakini sasa akatafuta mainfluencer ambao wenye nguvu ili waweze kumbeba kwa aina moja au nyingine. Kwa hiyo wana grupu yao, na mimi mwenyewe nilizungumza kwenye chombo fulani, wakaniposti kwenye hiyo grupu. Wallahi nakwapia. Wakaniposti kwamba mimi nawaumbua. Na mimi niwaambie tu wanahabari, mimi na jasusi wangu mule kwenye hilo grupu lao. Umenielewa? Na wakibisha mpaka kiasi walichopewa mimi nakijua. Shingapi? Umenielewa? Wakibisha. Wameniposti kwenye hilo grupu lao kwamba mimi nimefanyaje na waharibia. Na sisi tunasema haya kwa maslahi mapana ya Simba. Haiwezekani muitumie Simba kwa maslahi yenu binafsi. Umenielewa? Unajua kuna mashabiki ambao wako mtaani wanaumia. Huyu Mangungu kwenye utawala wake, kwanza katika kiongozi ambayo aliyetuangusha ni huyu Mangungu. Sisi leo hii tunaitwa gawa utamu FC. Leo hii sisi tunafungwa na Yanga mara 6 mfululizo. Tunafungwa na Azamu mara 2 mfululizo. Tena Azamu wenye under 20. Leo hii tusimame tuseme nani Mangungu anafaa kwa kipi? Umenielewa? Unaweza ukasema kwamba kuna Mangungu na upande wa mwekezaji. Anayesajili wachezaji nani? Umenielewa? Kama kuna shida, kwa nini wewe ni mwenyekiti, kwa nini utoki ukasema? Wewe kazi yake, mimi jana nilisikitika sana baada ya kuona ile klipu yupo na engineer. Anacheka na engineer. Ujue kwenye ile klipu ukiangalia kuna wengine watasema mpe mbinu mzee huyo. Mzee ana mbinu, mfundishe mbinu. Aisee, ni kitu ambacho cha kushangaza kweli kweli. Una furaha gani kuwepo ndani ya Simba wakati Simba inapitia mateso ya namna hii? Na mimi lawama kubwa ni wapi hawa machawa? Umenielewa? Hawa wanatumikia Simba kwa maslahi yao binafsi. Hawa hana mapenzi ya kweli. Na mimi niwaambie kitu ambacho nyinyi wanahabari hamjui. Nyie mtaitwa siku mbili hizi. Wanaandaa tuseme klipu fulani ya kumsifia Mangungu. Umenielewa? Muda wote, wakati wote mtapigiwa simu, mtaambiwa Mangungu ana baya. Umenielewa? Mangungu ana baya kwa kipi? Huyu Mangungu hafai. Umenielewa? Na sisi tunawaambia tu Watanzania wote ili waelewe ili jambo linaloendelea ndani ya Simba. Kuna watu ambao wanatumika, wamepewa hela na kiasi pia tunakijua, na wameunda grupu ili waseme kwamba Mangungu apepewe, Mangungu ana baya. Mimi niwaambie tu wanahabari, mzungukieni wote wale niwataja, mpaka Mandala naye, mpaka Mnandi. Waulize, je, Mangungu anafaa afai? Watakwambia Mangungu mitano tena. Kwa kipi? Unajua ifiki wakati tuseme ukweli. Tunalalamika timu inapitia nyakati ngumu, lakini sasa hivi hawa machawa nao wanatuangusha kwa asilimia kubwa. Watanzania inabidi waelewe kwamba hawa ni watu wa ovyo, hawafai. Basi sasa wapacha, nataka niulize swali moja. Kwa mujibu wa katiba yenu ya Simba, namna ya kumwajibisha kiongozi wenu ikoje, na nyinyi mmefanya harakati gani kuhakikisha kwamba haya ambayo mnalalamika yanafanyika jinsi ambavyo inapaswa? Unajua kiongozi hatuwezi kumtoa kama hivi tunavyoongea, lazima tukubali. Lakini kwa nini hatoi kadi za wanachama? Alisema mwezi wa kwanza tarehe 5 atatoa kadi. Mpaka leo hii hajatoa kadi na asemi chochote. Atoe kadi ili vijana wapige kula. Umenielewa? Ndio maana huyu sababu kubwa hataki kutoa kadi.
anajua akitoa kadi za wanachama wapya atang'oka. Umenielewa? Tarehe 1 mwezi wa 5, leo tarehe ngapi? Kwa nini atoe kadi? Ndio maana tunasema, ndio maana mimi siku zote huwa napingana na mashabiki wenzangu wa Simba. Nawaambia uongozi wa Yanga ni bora ukilinganisha na uongozi wetu sisi. Umenielewa? Injinia tokiaje aongoze Yanga, amekuwa mwiba kwetu. Na injinia amekuwa kiongozi bora ukilinganisha na huyu Mangungu. Umenielewa? Lazima tuongee ukweli. Ndio maana nasema mimi nitumie fursa hii, wanahabari, hebu wafikisheni wa Tanzania na wana Yanga kwa ujumla, tubadilishane uongozi. Umenielewa? Yanga wamchukue Mangungu, si tumchukue injinia, kwa sababu ili mradi huyu kiongozi bora na sisi tunufaike naye. Tumechoka kupitia mateso ya Mangungu. Umenielewa? Huyu Mangungu anatumiza. Sasa hivi kashatumia mbinu ya kuwatafuta machawa wake ili waweze kumtetea. Mashabiki waliokuwa mtaani, nani atawasemea? Sasa swali lingine la nyongeza hapo, nafikiri kutoka nje kidogo ya mjadala, lakini nafikiri nzuri pia. Jana usiku tumemwona Simba ameshusha mashine Loemba, yule ambayo wana Simba mlikuwa mnamsubiria, kipenzi cha mashabiki. Sasa nataka nijue, ni nyinyi ndiye ambaye mlisema Loemba aletwe kwa mujibu wa ahadi ya Jeruti, ama ni mmeshtukia tu kumwona anatambulishwa? Unajua sasa hivi wana Simba tukiletewa mchezaji hatuna imani naye. Umenielewa? Mpaka tumuone anacheza tutadanganyana. Tumeshaletewa Willy Osamba Onana, tukaambiwa Ronaldo kafanya nini? Tushaletewa Sawadogo, tukaambiwa ni kiungo bora, kafanya nini? Umenielewa? Tumeletewa hapa Mkwala, tumeletewa kina Ateba, wamefanya nini? Hakuna kumsifia mchezaji mpaka tumuone anacheza, mpaka tuone uwezo wake. Tushaletewa wengi. Umenielewa? Mimi nikisimama hapa nikikwambia huyo mchezaji aliyosajiliwa yule Emba ni mzuri, nitakuwa naleta uchawa, na hili jambo halifai. Acheze tumuone. Kwa nataka kusema hamjampendekeza nyinyi. Ahadi ilikuwa ni kwamba nyinyi mpendekeze mtu aletwe ndani ya Simba. Kwa hiyo hamjampendekeza nyinyi. Huyu mchezaji hatujampendekeza. Umenielewa? Na mimi ndio maana nasema mpaka tumuone. Hatuwezi tukamsifia mzuri mchezaji hatujamuona. Huo utakuwa ni uchawa. Unajua, ifiki wakati tuitetee Simba kutoka moyoni. Hii habari ya uchawa ndio inatuumiza Simba. Na sisi tungesimama tungeleta uchawa, tungepata 50,000 au hiyo 100,000 waliopewa wenzetu. Lakini sisi tuna mioyo safi. Umeelewa? Na ndio maana natumia fursa hii kuambia Watanzania wawe pamoja na sisi. Sisi hatutokubali kutumika kwa maslahi yoyote ile. Sisi tutaipambania Simba kwa jasho jingi na damu, kuhakikisha Simba inafanya vizuri. Sawa. Na la mwisho mzima, hili jambo ambalo tumelianzisha ni jambo ambalo ni la hatari kweli katika maisha yetu kabisa, lakini tuwaambie mashabiki, sisi peke yetu hatuwezi, lakini nyinyi mashabiki mkitusapoti kwa nguvu moja, mkashikamana na sisi, hakika nguvu ya Mungu nasi tutaweza kufaulu. Lakini mkiweza kutuacha, maana yake klabu ya Simba itateketea, na sisi ambao ili tumeanzisha ya kuweza kuwapinga, ya kuweza kulipinga ile genge la kiuni linaloendelea, basi na sisi tutaingia hapa baya. Kwa hiyo tuombe sana mashabiki wa Simba wote, haijalishi ni ngumu kiasi gani, ila haya ni kwa maslahi mapana klabu ya Simba. Sawa? Kwa hiyo niwaombe mashabiki, mtusapoti kwa njia yote ile mnaona nyinyi, kwa njia yote mtusapoti, na sisi tunahitaji msaada mkubwa sana. Nasi hatutakubali kuwa miongoni mwa chawa au kununulika. Sisi tuna shughuli zetu tunazofanya hapa mjini, na tupo kwenye klabu ya Simba ni kwa ajili ya maslahi, mapenzi ya dhati ya klabu ya Simba, sio vinginevyo. Na yeyote atakayesema malaika wa Simba ananunuliwa, huyo mtu jamani, nikamateni nileteeni. Yeyote atakayesema pacha wa Simba ananunuliwa, tukamatieni tuleteeni, kwa sababu sisi tumejitoa muhanga. Haijalishi kama tutakufa kwa ajili ya Simba, tuko lazi tu kwa ajili ya Simba. Lakini hatuwezi kubali kuona watu wachache wanaenda kuiteketeza kwenye klabu ya Simba. Kuna wakati mimi nauliza swali, Engineer S amepewa uongozi, ana uongozi miwili kumlazi. Neno la mwisho hiyo, amepata mwenyekiti barani Afrika wa vilabu, hatujampongeza. Amekuwa mjumbe wa vilabu duniani, sio cheo cha Yanga kile ni cheo cha nani? Cheo cha Mtanzania ambaye amepambana kwa elimu yake na bidii yake, amekuwa kwa kiongozi mkubwa.
hata sisi vilabu vyote tunapaswa kumpongeza. Sasa haya mengine sisi tunasumbuliwa na mengi, lakini mengine yote tunasumbuliwa. Mwisho wa siku ili tufikie tamati yetu ni lazima tushikamane, wana Simba, mashabiki wa Simba tushikamane, ila tuwapuuze akina Dr. Mo, tuwapuuze akina mchungaji. Wakisema Mangungu mitano tena, watuambie hiyo mitano ya nini? Ya kuondoka au wampewe mitano 50,000? Unajua wanahabari hawa sasa hivi wako Dodoma, umenielewa? Tuna chama chetu cha Tanzania Sports Influencer. Mimi ndio maana nimesema nimejilipua, kwa sababu kwenye hiyo chama na mimi nimo. Si ajabu kupitia hii press nisiwepo tena, na mimi nipo tayari, umenielewa, kwa ajili ya Simba. Yaani usiwepo wapi? Umenielewa? Sisi tuna chama chetu cha Tanzania Sports Influencer Promotion, kwa sababu mimi nimeongea yale maovu walioyafanya. Si ajabu nisikuwepo tena kwenye hiyo Tanzania Sports Influencer, lakini kutokana na mimi nawahurumia mashabiki wa Simba hawa waliokuwa mtaani, umenielewa? Na ndio maana kama alivyosema Malaika hapa, hii vita tunayopambana nayo ni kubwa. Hii ni vita, bila nyinyi wa Tanzania hatuwezi. Watanzania tushikane mikono. Kuna watu wanaitumia Simba kwa maslahi yao binafsi, na hili jambo alikubaliki. Sisi tutapambana nao kuhakikisha kwamba hicho walichokipanga kuikwamisha Simba wanashindwa na Simba inasimama imara. Asanteni. Labda kwa kumalizia ni kwamba jina ya Ugao Utamu mara nyingine tutapelekana mahakamani, na naomba pia TFF tutafute sheria ndogo ndogo kuweza kulidhibiti hili jina, kwa sababu tuna watoto mnapita kwenye familia zetu mnatuita Ugao Utamu. Naomba serikali kwa hili liweze kuliangalia. Tunateseka sana mashabiki wa Simba kwa hili jina. Hili jina nendeni mkamuite Mangungu na genge lake. Sisi mashabiki wa Simba damu lialia, hatutaki hilo jina. Sisi ni Simba nguvu moja. Asanteni sana ndugu waandishi wa habari.